Karibu kwenye simulizi ya tajiri nambari moja barani Asia. Mwandaji na msimulizi wa makala haya ni mimi Amos Odipo. Huyu anaitwa Mukesh Ambani. Ananunua kila gari la bei juu duniani, kisha anapaka almasi na dhahabu. Ana nyumba ndefu ya kipekee yenye parking ya gari zaidi ya 200, zote za kitajiri. Mshahara wa dereva wake ni sawa na mbunge wa Kenya. Nyumba ina wafanyikazi zaidi ya 600. Hapa unapata wote ni wandani tu, sio kwenye biashara au makampuni yake. Harusi ya mwanawe ilikarimu trilioni 2 za Kenya. Mukesh alikuwa kijana wa kawaida mwenye ndoto isiyo ya kawaida. Baba yake Dhirubhai Ambani alikuwa mfanyabiashara wa biashara ya vitambaa. Ilikuwa ni duka ndogo mitaani. Kutoka hapo mpaka kuanzisha kampuni ndogo ya Reliance Corporation. Walikuwa wanaishi katika nyumba ya kawaida ya kupanga katika eneo la Pulewashwari, bila walinzi, bila gari la kifahari, isipokuwa skuta moja tu ya kukodi. Lakini siku moja babake Mkeshi alimwambia mtoto wake Mkeshi, siku moja utakuwa tajiri kuliko waziri mkuu. Alitabasamu, lakini moyoni hakujua kama ndoto hiyo ingeweza kuvuka mpaka ya ukweli. Miaka ilipita na Mukesh alisoma uhandisi wa kemikali katika chuo kikuu cha Mumbai. Kisha alielekea Stanford University Marekani, lakini hakumaliza chuo. Babake alimtaka arejee India kusaidia kupanua kampuni ya Reliance Industries. Babake alimwambia, unapaswa kujifunza biashara ya kusimama juu ya jua, si kwenye kiyoyozi cha darasani. Alirudi India ambapo alianza kuongoza ujenzi wa kiwanda cha kwanza cha petrochemicals nchini India. Kilikuwa zaidi sana wakati huo, na hapo ndipo safari ya utajiri ya kutisha ilianza. Mwaka 2020, Mukesh Ambani alikuwa mtu tajiri zaidi barani Asia, huku kampuni yake Reliance Industries ikishikilia biashara kama mafuta na gesi, petrochemicals, simu na mtandao almaarufu Jio, maduka ya jumla, digital entertainment, fedha na fintech. Huku utajiri wake ulifikia zaidi ya trilioni